sawa. Tunafahamu kesho tunakwenda kucheza mchezo mgumu dhidi ya timu kubwa, dhidi ya timu bora kwa hivi sasa nchini Tanzania. Wana mwalimu mzuri, wana wachezaji wazuri. Haya yote ambayo nimeyasema kuhusiana na wao hayamaanishi sisi tunakwenda kinyonge kwenye mchezo wa kesho. Kilichotufanya tuwepo hapa mpaka saizi ni kuhakikisha tunakwenda kupambana alama 3 zinapatikana. Sisi Pamba Jiji Football Club tumeshapata matokeo aina mbili mpaka hivi sasa. Tuna matokeo ya sare tulipata dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia tuna matokeo ya kupoteza. Tumepoteza michezo miwili dhidi ya Simba pamoja na Azam. Matokeo pekee ambayo hatujayapata ni matokeo ya ushindi. Tunaamini kwa ubora wa kikosi chetu, kwa ubora wa wachezaji ambao tuko nao, basi kwa mara ya kwanza kesho mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji wanakwenda kufurahia kupata alama 3. Haitakuwa rahisi hata kidogo, lakini tunaamini inawezekana kwa sababu tuna timu nzuri, tuna mwalimu mzuri ambaye anaweza kufanya jambo kuelekea kwenye mchezo wa hiyo kesho. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho na tunaamini tutafanya vizuri hiyo kesho. Sisi pia tunao hatari. Tunao hatari, ndio maana pia kwenye takwimu mechi zetu zote 3 ambazo zimepita dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Azam, dhidi ya Simba tumeweka chuma. Kwa hiyo hilo kwenye ukiwa unataja washambuliaji wazuri usiache kututaja sisi. Pia tuna washambuliaji wazuri. Utofauti ni kwamba hatujapata alama 3. Ndio maana mwanzo nikasema Betha tunawaheshimu ambao tunakwenda kucheza nao. Tunafahamu kila kitu kutokea kwao, lakini hatuendi kinyonge hata kidogo. Hamna sababu yoyote ya sisi kuweka mikono nyuma kwa sababu tunakwenda kucheza na Yanga. Kwa hiyo tunawaheshimu, lakini tunaamini tutatoa kile ambacho tumekitoa kwenye michezo iliyopita na zaidi ili kuhakikisha alama 3 zinapatikana kwenye mchezo wa kesho. Rekodi na Young Africans sio nzuri sana. Pengine rekodi ina maana gani kuelekea michezo ya kesho? Hichi ambacho nimekisema ni cha ukweli, kwamba hatujawa na matokeo mazuri dhidi yao, lakini tayari technical staff wameshafanya analysis kwa nini hayo matokeo mazuri hayajapatikana, na bahati nzuri hasa msimu jana mwalimu aliyekuepo ni mwalimu huyu, kwa hatujafanya mabadiliko kwenye technical area. Kwa hiyo mwalimu tayari anazo sababu hizi ambazo umeniuliza nini anafanya na mpango kazi kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo nadhani swali hili la record takwimu dhidi yao, majibu yake yanaweza kupatikana kesho mara baada ya mchezo. Kwanza sisi hatuwezi kwenda kwenye mchezo kwa ajili ya kusema tunakwenda kupunguza idadi ya magoli. Hii sio timu ya level hiyo. Hatuna udogo huo na hatuofiki kiasi hicho. Kwa hiyo hizo timu ambazo zimefungwa kati yao hautasikia au ukusikia jina la Pamba Jiji Football Club. Kwa hiyo sisi ndio tunakwenda kucheza kesho. Pengine hichi ambacho unakiwaza, unakifikiria au kile ambacho unakitamani kwa sababu zako zingine, mara baada ya mchezo tunaweza tukakaa tukazungumza. Lakini kwa saizi ukiniambia watu zimefungwa timu nyingine lakini sio Pamba Jiji Football Club. Kwa hiyo sisi kesho ndio tunakwenda kucheza dhidi yao. Tumejiandaa vizuri. Tunaamini sio swala la kupunguza idadi. Tuna kila sababu ya kwenda kupambana na kuhakikisha tunapata alama 3 na sio kupunguza idadi ya magoli kama ambavyo unasema. Tumeona mwalimu amekuwa na mwendelezo wa kuwajua zaidi wapinzani, yani mpaka anawataja wachezaji majina. Hauoni kama hii ni hatari zaidi kwamba anawafahamu vizuri zaidi mwalimu wa timu pinzani? Hakuna mwalimu ambaye haijui timu pinzani ambayo anakwenda kucheza nao. Ni jambo la kawaida tu. Yaani ni vile tu mmetaka kulikuza, yani kufanya kama ni jambo jipya. Ni jambo la kawaida. Mwalimu anapoenda kucheza na timu pinzani lazima hawajui wapinzani. Sasa inategemeana kwenye kuwajua, akaamua kusema public ama asiseme public. Kwa ni vitu vya kawaida. Mimi namheshimu mwalimu, ni mwalimu mzuri, anajua anachokifanya, lakini hiyo haiwezi kuwa sababu ya kwamba tukaogopa kwamba kesho sasa kama tumeshatajwa mpaka huyu na huyu. No, hapana. Hii ni mechi kama mechi zingine, tunakwenda kupambana, malengo yetu yatakuwepo pale pale. Kwa hiyo hili ni jambo la kawaida, wala lisikutishe, lisikuogopeshe, lisikutoe kwenye mood. Lakini semaji kwa namna ambavyo tunawatazama Young Africans kwenye baadhi ya mechi ambazo wamecheza na huko na wachezaji wa Pamba kambini, umewaangalia na mwalimu amesema hapa kwamba morali ya wachezaji, mentally, physically tayari amefanya kwa sehemu yake. Wewe ukitazama kikosi chako unaona na hiyo nafasi ya kwenda kuwapa
changamoto uwanjani FS kimejitosheleza, kiko tayari? Betha, njoo kiwanjani kesho KMC Complex, njoo uiangalie timu ya mpira, njoo uiangalie timu ambayo inafundishwa mpira yenye mwalimu mzuri ambaye anaweza kufundisha mpira wa miguu. Baada ya kutoka pale utaenjoy dakika 90 ambazo utaziona kesho. Hatuna maneno mengi, hatumtishi mtu, hatumwambii mtu chochote, hatumjibu mtu chochote. Sisi tumekuja kupambana kwa ajili ya malengo ya taasisi yetu na si vinginevyo. Na unawahakikishia alama 3 wanapambana. Swala la kuhakikishia inategemeana na wachezaji wameamkaje na mwalimu kaendeaje mechi. Sasa ukiniambia na wahakikishia, mimi kazi yangu ni kuja kukuambia wewe Betha kwamba timu yangu iko sawa sawa, iko tayari. Dakika 90 za pale mimi kaka mdao niko jukwani kama wewe tunaangalia pale mambo yameendaje yakaendaje. Lakini na uhakika kwa timu ambayo niko nayo na wachezaji tulionao benchi la ufundi tunakwenda kutoa mechi, lakini malengo mama yakiwa ni kuhakikisha tunapata alama 3 za kwanza msimu huu. Sikiliza, sasa hivi ukiwa unasikiliza radio, wachambuzi wengi wanasema kuna kaundugu kati ya Pamba na Young Africans. Pengine kauli ifanye nyinyi kuingia kwenye lawama baada ya kupoteza. Achana na wachambuzi, sema wewe. Haya sema sasa. Uliza sasa kwamba hii haiwapi pressure kwenye timu. Jambo lolote ikiwa unalifanya, si ndio? Alafu ukaambiwa yani sijui nikwambiaje, halikuathiri chochote. Yani ikiwa unalifanya. Kwa sisi hiki ambacho kinasemwa sio vitu vyetu, sio mambo yetu, kwa hiyo yani hayatuhusu. Lakini hatumzuii mtu kusema kile ambacho yeye anatamani kusema. Ikiwa hatufanyi, uyasefu, hatuna shida. Ila ikiwa kwamba tunafanya kwa mazingira yoyote aidha ya nadharia ama vitendo, of course inaweza ikatutoa kwenye mchezo. Kwa hiyo sisi hatuna undugu na mtu yoyote. Sisi timu yetu inaitwa Pamba Jiji Football Club. Alama 3 ambazo huwa tukishinda haipewi timu nyingine yoyote, tunapewa Pamba Jiji Football Club. Vivyo hivyo tu kila chuma waga tunakula sisi, sio timu nyingine yoyote. Kwa hiyo kama ndivyo ilivyo, hatuna ushikaji, hatuna undugu, hatuna mahusiano na mtu yoyote. Kwa hiyo maumivu tukiyapata ni sisi, furaha pia tukizipata sisi wenyewe kwa raha zetu. Kwa hiyo hayo mawazo ambayo umeyasema iwe ni kwako, kwa kuwakilisha watu wengine, wapelekee taarifa kwamba Pamba Jiji Football Club ni moja, inajitegemea, haina tawi, shina wala undugu na mtu yoyote. Matokeo tunayo. Matokeo yetu tulifungwa na Azam 2-1, tukafungwa na Simba 2-1. Si matokeo hayo jamani? Ya kesho na yatakuwepo tu, umesema matokeo. Kwa hiyo yatakuwepo, yatapatikana. 2-1. Hilo la kwako Betha, kaa nalo. Sio mdau, hilo la kwako. Kaa nalo hilo Betha. Semaji pia alisema. Wa timu gani? Wa Simba. Kwamba mmezoea 2-1. Sawa. Sisi sio milima, tutakutana. Hamna shida. Shukrani.